kuweza kujua kwa wale ambao waliopatwa na umauti kwa siku ile, kuweza kuwajulia familia zao, kuweza kupatia miili yao na pia kwenda kuwazika kwa gharama za serikali, na mikakati mingine iweze kufanyika kwa haraka ili kuweza kuingia kwenye maridhiano haya, na imani kwamba kwa wananchi kama haya wataweza kuwafanikishia, huenda mioyo yao ikarudi. Wale walioandamana kwa siku ile ya Oktoba 29 watambulike kwanza kwamba ndio wale walikuwa ni waandamanaji na walikuwa na jumbe tofauti ambazo zilizokuwa zinaielekea kwa upande wa serikali. Serikali isiangalie tena kwamba aliyekakosea ni nani au nani ni chanzo cha haya yote. Kwa siku ya leo tunaenda kuangalia juu ya swala zima la maridhiano ambayo yalizungumzwa na Mheshimiwa Makamo wa Rais Dr. Nchimbi, ambapo yeye alizungumzia swala zima la maridhiano ya pamoja kati ya wananchi pamoja na serikali juu ya kile ambacho kinachoendelea katika taifa letu, ambapo tunajua wazi kwamba taifa letu kwa sasa linaugua, na katika kuugua huku kunahitaji tiba, na tiba yake kubwa itakuwa si nyingine ambayo ni ile iliyotangazwa ya maridhiano ya pamoja baina ya wananchi pamoja na serikali yao, au katika hali salama zaidi kama ilivyokawa hapo mara ya kwanza. Katika hili jambo la kwanza kabisa napenda kulizungumza kwenye haya maridhiano ni kwamba kama tulivyokashauri hapo mara ya kwanza kushauri serikali yetu, kwanza kabisa ni kuomba serikali iweze kutambua kwamba wale walioandamana kwa siku ile ya Oktoba 29 watambulike kwanza kwamba ndio wale walikuwa ni waandamanaji na walikuwa na jumbe tofauti ambazo zilizokuwa zinaielekea kwa upande wa serikali. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuzisikiliza zile jumbe zao na kuziweka pamoja, na kuahidi kwa pamoja kwamba tutaweza kuzifanyia kazi zile taarifa tulizozipata, na pia kuweza kuwajibika juu ya wale ambao eza wamepata matatizo. Mfano, kuna watu ambao walipata tuseme kuna watu ambao walipata aidha vidonda, kuna wengine ambao walipata majeraha makubwa tuseme ndio kama hivyo vidonda vikubwa, kuna wengine waliweza kupoteza aidha mikono, wengine miguu. Kwa hiyo iweze kuwatambua hawa na kuwapatia ikiwezekana tiba ya bure, na pia haya na imani kwamba kwa wananchi kama haya wataweza kuwafanikishia, huenda mioyo yao ikarudi, na pia kuangalia kwamba serikali isiangalie tena kwamba aliyekakosea ni nani au nani ni chanzo cha haya yote. Hapana, hapa kuiomba serikali ihakikishe kwamba haimtafuti tena kwamba nani alianzisha, kwa sababu swala la kumtafuta chanzo ni nani na kwa nini alifanya hivi, tunaelewa wazi kwamba hili jambo ni kubwa zaidi kama tutaendelea kuliangalia kwa mapana yake, kwa sababu hakuna asiyetambua kwamba swala ambalo lilokuwa likienda kufanyika ni swala zito zaidi la kuipindua nchi. Tunaelewa wazi kwa sababu ilifika hatua ambayo ni aina hiyo ambayo kama kihistoria tunaweza kukumbuka kwamba hata kipindi cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hii situation iliweza kujitokeza, ingawa haikujitokeza kwa wananchi. Lakini pia ili swala tukiliangalia kwa namna ile ambayo ninarudi tena kwamba kuliangalia kwa namna ya kwamba nani chanzo, tukaanza kukamata vyanzo na kuwakamata hawa vijana ambao walifanya demonstration bila kuwaachia. Nina imani bado zile ganzi za wananchi mpaka sasa hivi bado ndani ya nafsi zao hazijakubali. Kwa hiyo kama hazijakubali hii ganzi kuweza kuyaacha yakapita, ili yapite ni lazima hawa watu wasitafutwe tena, tuwaache, na wale ambao waliokamatwa tuiombe serikali iweze kuwaachia, kwa sababu watakapowaachia wale na kutokuwatafuta tena wengine, hata kama tunaelewa wazi kwamba eza wao walikuwa chanzo cha haya, lakini tukubali tu kuwaacha na kuanzisha tena historia mpya ya maisha ya nchi yetu pendwa Tanzania. Na pia
tukienda kwa undani zaidi ni kwamba hapa kuiomba tu serikali yenyewe kujiimarisha katika mazingira mengine ambayo ni ya kiulinzi zaidi, kuilinda serikali na mengineyo. Na kama serikali itaendelea kutambua kwamba walioandamana hawakuwa ni Watanzania, kidogo itakuwa bado kwenye yale maridhiano tunayoelekea bado yataendelea kuwa ni swala ambalo ni gumu kwa taifa. Kwa hiyo tunathamini wazi au tunaamini wazi na kuthamini juu ya hiki kitu kinachoitwa maridhiano, kwa sababu maridhiano ni moja kati ya dawa muhimu sana juu ya hiki ambacho kimejitokeza. Na pia cha kuiomba serikali ni kwamba lazima ione wazi kwamba kuna matatizo ambayo yaliyowasababishia hawa wananchi wakaamua kuingia kwenye mitaa. Vijana ambao ni wanaojiita Gen Z, ambao tunasema ni kizazi cha 2000 ambacho hakifuati sheria. Tumeona kwamba ni vijana wadogo ambao kuanzia miaka 16, 17 mpaka 20 ndio wengi ambao walioingia mtaani kwa siku hiyo, na wakaanza kufanya hizi vurugu ambazo zilizokuwa zikiendelea katika sehemu kadhaa za nchi yetu. Kwa hiyo hawa unaweza ukakuta kwamba vijana hawa wadogo ambao walifanya haya mambo, aidha unaweza ukakuta kwamba mtu katika hawa inakuwa ni rahisi kwao kuweza kupokea taarifa za aina mbalimbali. Kwa mfano wanapoambiwa kwamba kuandamana, basi na wao wakaandamana, kwa sababu wanajua wazi kwamba huko ndio kutakuwa na haki, kwa sababu wao wenyewe inawezekana kwamba mtu amepoteza mzazi wake au wazazi wake, anaishisha familia, anaishi yeye kama yeye anategemea vibarua, na vibarua vyenyewe vinakuwa ni vichache kupatikana, kwa sababu ndo kama tunavyoelezea kwamba mawingers ndio wanakuwa wanachukua nafasi kubwa katika mtiririko wa kibiashara hapa nchini. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mtu kama alikuwa na uwezo kuchukua vibarua 20 anakuwa tena hawezi kuchukua 20, anachukua 10, kwa sababu ili na yeye ajipatie shilingi 200-300. Au unaweza kukuta kwamba kijana ameamua au amejipatia mwenyewe huko, akasimama akajipatia kimtaji chake cha 200-300, anaamua kuchukua kwenda kuweka barabarani aidha maeneo ya Kariakoo na kwinginepo. Akifika pale badala ya siku 2-3 anakuja mgambo, anavibeba vile vitu, anaondoka navyo, anakukujua yeye, baadaye anakuja kumwambia bana, ili uvipate vile vitu nipatie shilingi 300. Kwa hiyo haya makona yote na yote ambayo yalikuwa yakilalamikiwa yanatakiwa yapatiwe mwarobaini kuweza kuyaondoa kwa haraka, ili tulirudishe taifa letu katika nafasi nzuri, ili kuwapa matumaini hawa vijana. Kwa sababu unaweza kukuta kwamba kuna mtu ambaye hana elimu kubwa lakini anaishi vizuri, lakini wale ambao vijana hawa miongoni mwao unaweza kukuta mtu labda na miaka yake 24, 25 ana elimu nzuri, anapaswa kuwa katika nafasi nzuri, lakini maisha yake anayoishi ni magumu. Kwa hiyo huyu unapomwambia kwamba nenda kafanye kitu fulani, ni rahisi kukifanya, kwa sababu anajua wazi heza atakapokifanya atapata mafanikio mazuri. Kwa hiyo serikali lazima irudishe matumaini mazuri kwa taifa, na wananchi waweze kuiamini serikali yao katika hali za pale wanapoambiwa kwamba tusubirie kitu fulani, baada ya kitu fulani tuweze kufanya jambo fulani, waweze kuiamini na kuikubali serikali yao kwamba kimujibu kwamba wapo kwa niaba yetu. Kwa hiyo chochote atakachokuwa wametuambia, basi tutakuwa tumeiamini serikali na kuwa nayo pamoja. Kwa hiyo kuingia kwenye makubaliano ni lazima haya yote yaweze kupatikana.